Bwana, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba kuna mchezaji mmoja muhimu sana ndani ya klabu ya Simba anaweza kumwaga wino muda wowote ndani ya klabu ya Young Africans. Na ni taarifa ambayo nimepokea tu muda sio mrefu, by the way, tangu asubuhi ndio nilipata hiyo taarifa, na kwa wale ambao wamenifollow Instagram kwa jina la Alex Ingereza, nafikiri watakuwa walipita na waliona. Ni moja ya wachezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Simba na anaweza kusaini Young Africans muda wowote kuanzia siku ya mwisho ya mchezo, siku ya mwisho ya mchezo wa ligi kuu, kwa maana dabi ya tarehe 25 ikimalizika tu, kuna uwezekano mkubwa akamwaga wino wa kuitumikia Young Africans kwa msimu unaokuja. Na nitakwambia ni mchezaji gani, kwa sababu ni mchezaji ambaye ataumiza watu wengi, by the way. Kwa taarifa ambayo niko nayo ni kwamba Mohamed Hussein Shabalala anaweza kuanza mazungumzo na klabu ya Young Africans kuanzia, ataanza mazungumzo na klabu ya Young Africans kuanzia wiki ijayo, baada ya mchezo wa Yanga na Dodoma Jiji siku ya Jumapili. Hapo ndo ataenda kuanza mazungumzo na uongozi wa klabu ya Young Africans kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata. Na kama mazungumzo hayo yataenda vizuri, maana yake ni kwamba mpaka itakapofika mechi ya tarehe 25 ikimalizika tu, Young Africans kama watakuwa wamekubaliana, atasaini mkataba wa kuitumikia Young Africans kwa maana ya Mohamed Hussein. Maana baada ule mchezo wa dabi, kama atakuwa na Young Africans, atasaini mkataba wa kutumikia Young Africans. Ukumbuke Mohamed Hussein mkataba wake unamalizika kwenye kikosi cha Simba Sports Club, na mpaka sasa hakuna mazungumzo yoyote ya mkataba mpya kati yake yeye na klabu ya Simba, na kuna uwezekano mkubwa sana akaondoka, kwa sababu hata kama Simba watafungua mazungumzo na Mohamed Hussein, hayo mazungumzo hayawezi kufanyika sasa hivi na yakakamilika. Manake itabidi pia wasubiri mpaka mwishoni mwa msimu. So kusubiri mpaka mwishoni mwa msimu ndio changamoto nyingine ambayo inaonekana kama ni kikwazo, kwa sababu yeye anachokihitaji sasa hivi ni kupata zaidi timu ambayo ataenda kucheza. Na of course ambacho kipo mpaka hivi sasa ni kwamba bado kwa upande wa Simba hajafanya mazungumzo yoyote na yeye, na pia yeye hajauliza kuhusu hatima yake ndani ya klabu ya Simba, kwa maana ya hajauliza kuhusiana na namna gani atapata mkataba mpya. Kwa hiyo yeye anachokisubiri ni mkataba wake kumalizika, na mkataba wake ukimalizika, moja kwa moja ataondoka kwenda kujiunga na klabu ambayo itampa mkataba mzuri na klabu ambayo itamlipa vile ambavyo yeye anahitaji. Sasa kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba baada ya mchezo wa Dodoma Jiji na Yanga kule Zanzibar ukimalizika, Yanga atarudi Dar es Salaam, na baada ya kurudi Dar es Salaam wataanza kufanya mazungumzo sasa na Young Africans. Kama watakubaliana, maana yake atamwaga wino wa kuitumikia Young Africans kwa msimu unaokuja mwaka 2024 au mwaka 2025 2026. Kwa nini Yanga wanamtaka Mohamed Hussein? Wanamtaka Mohamed Hussein kwa sababu inaelezwa kwamba kocha wa sasa hivi Hamdi Milodi, kwenye ripoti ambayo tayari ameshaiwasilisha kwenye uongozi wa Young Africans kuhusu mapungufu ya timu kwa msimu huu, moja ya maeneo ambayo ameeleza ni pamoja na eneo la mlinzi wa kushoto, eneo ambalo anacheza Shedrack Boka na Nixon Kibabaji. Ni maeneo ambayo ameanalyze kama ni maeneo ambayo yana mapungufu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo wanahitaji kurekebisha timu kwenye maeneo hayo, na wako tayari kuingia sokoni kutafuta mchezaji ambaye atakuwa na uwezo mkubwa wa kwenda kuibeba Young Africans kwa msimu unaokuja. And so far so good. Mohamed Hussein wote tunamjua, ni mmoja wa wachezaji wazuri sana ndani ya kikosi cha Simba, ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na wakati mzuri sana, wamekuwa na msimu bora sana, na kama ataendelea kufanya vizuri, maana yake atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao wataenda kuisaidia vizuri Young Africans. Na of course unajua kile ambacho anakiofia mara nyingi kwenye kikosi cha Simba. Huyo ndio kapteni wa Simba. Ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo tusubiri tuone ambacho kitaenda kutokea, lakini ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mkubwa sana, na kama Yanga watafanikiwa kumpata, watakuwa wamelamba dume, watakuwa wamepata mchezaji ambaye atawasaidia sana kwa kiasi kikubwa. So for now tusubirie tuone nini ambacho ataenda kuifanya, lakini Mohamed Hussein muda sio mrefu anakaribia kujiunga na klabu ya Young Africans.